Taifa hili linahitaji mawakili watakaowasaidia wananchi wasiokuwa na uwezo wa kupata huduma za kisheria. Toeni mchango wenu katika huduma za msaada wa kisheria kwa makundi yenye uhitaji maalum. Na hivi ndivyo mnavyopaswa kuishi. Mimi naamini sana kuhusu umuhimu wa chama chenu hiki cha Tanganyika Law Society. Na serikali yenyewe ndivyo ilivyo tu. Ndio maana nadhani mwaka 2024 I think so, uongozi wenu ulikuwa watenya mwaka moja na mlikuwa mnaishi kwa migogoro. Serikali inatambua umuhimu. Inasema mkishakuwa na migogoro hamwezi kusaidia jamii ya wananchi wa Tanzania. Ika-extend ile tenya kwamba uongozi wenu sasa uwe wa miaka 3 ili hata mnao ya plani yaweze yatekelezeke. Mimi nataka muishi na kuheshimu hiyo nia njema ya serikali, mtekeleze wajibu wenu kwa njia ya sheria, kwa mujibu wa sheria, kwa namna ambayo ninyi wenyewe mbaki kuwa mfano katika jamii. Na majukumu yenu yametajwa katika sheria kwenye kifungu cha 4 cha sheria ya Chama cha Mawakili Tanzania. 1, kudumisha na kuboresha viwango vya elimu vya maadili na elimu ya taaluma ya sheria nchini Tanzania. B, kuwezesha upatikanaji wa maarifa ya sheria kwa wanachama wa taaluma ya sheria na watu wengine. C, ambayo kwangu ni ya muhimu, kuisaidia serikali, bunge na mahakama katika masuala yanayohusu utungaji wa sheria pamoja na usimamizi na utekelezaji wa sheria nchini. This is your statutory duty, you should live by it accordingly. Sasa mnafanyaje? Na ili mweze kuyatekeleza haya hamwezi na hampaswi kuwa wanaharakati. Maana mmewekwa pale muisaidie serikali, wanasema kuisaidia serikali, bunge na mahakama, kusaidia muhimili wa utendaji, bunge na mahakama katika masuala yanayohusu utungaji wa sheria pamoja na usimamizi na utekelezaji wa sheria nchini Tanzania. Ninyi ni wadau muhimu katika utawala wa sheria unaozungumzwa kwenye ibara 26 Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itekelezeni kwa namna ambayo mtabaki kuwa kana kwamba ninyi ni maafisa wa mahakama, sio wanaharakati. D, kuwakilisha, kulinda na kuwasaidia wanachama wa taaluma ya sheria nchini Tanzania kuhusiana na masharti ya utendaji kazi na masuala mengine. E, kulinda na kusaidia umma nchini Tanzania katika masuala yanayohusiana, yanayotokana na au yanayoshabihiana na sheria. Ndio maana hili sharti la ndio maana nimetumia muda mwingi hapa kuwaasa ninyi. This is the essence ya mimi kuwaasa ninyi kwenye hili. Ninairejea, kulinda na kusaidia umma nchini Tanzania katika masuala yanayohusiana, yanayotokana na au yanayoshabihiana na sheria. Ndio maana nawaambia haya, nawakumbusha kwa sababu naona wakati fulani kama mnajisahau. Haya, kumiliki, kuhifadhi, kuendeleza na kuuza mali za aina mbalimbali zikiwemo mali zinazohamishika na zisizohamishika, na kupata mtaji au mapato kutoka nazo kwa ajili ya kutimiza madhumuni yote yaliyotajwa hapo juu. G, kukusanya au kukopa fedha kwa ajili ya kutimiza madhumuni yote yaliyotajwa hapo juu kwa namna yoyote na kwa dhamana yoyote itakayoamuliwa na chama. H, kuwekeza na kushughulikia fedha za chama ambazo hazihitajiki mara moja kwa namna yoyote itakayoamuliwa na chama mara kwa mara. I, kufanya mambo mengine yote yanayohusiana au yanayochangia kufikiwa kwa madhumuni yaliyotajwa hapo juu au mojawapo ya madhumuni hayo. Nimelazimika kuyasoma haya kuwakumbusha ninyi mliokuwa admitted leo na wenzeni ambao mko kwenye practice kwa muda mrefu kwamba haya ndio mkienda kuishi tofauti na hayo tutapambana tu huku kwa mujibu wa sheria tulizoweka. Kuna utaratibu wa mlolongo wa kinidhamu. Halafu tumeanza hapa na tulikuwa tunasomea mambo mengine. Naona sisi tena tumeanza kwenda kucite kesi mbele za majaji ambazo zimekuwa artificially generated, yani zimepikwa, hazipo. Tanganyika Law Society mwe proactive kutusaidia tutengeneze kanuni za kudhibiti hivi vitu.
Vinginevyo mtakuja kuwa redundant. Utakuta hata wengine wamepiga suti na tai hivi na miwani meusi wamevaa, wanajifanya ni mawakili, kazi zenu zitaenda. Ninyi lazima muilinde hii jirasile. Yaani kabisa unaenda kwa jaji, tena jaji wa mahakama kuu. Nadhani sijui tutafanyaje. Hivi huo sio udanganyifu au sio abuse of office au zit. Tutazungumza na DPP, atajua namna ya kufanya. Kwa hiyo Tanganyika Law Society na chama wake wote mna wajibu wa kusimamia utekelezaji wa sheria, zikiwemo sheria zinazohusu makundi maalum. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, kwa mara nyingine tena ni washukuru na kuendelea kuwaasa ninyi mliokuwa admitted leo kuwakumbuka na kuwaenzi wazazi, walezi wenu, ndugu na jamaa na marafiki na hata majirani, kwani wao ndio waliowekeza wakati wao, juhudi, rasilimali na malezi yenu. Leo umefika hapa. Sasa masuala ya kupiga tai hivi na kunyoa vipara yasije katufanya tukawadharau hawa watu. Ni watu muhimu sana. Hii ni pamoja na wenzi wenu. Wengine hapa mmeshaoa au mmeolewa, muwaheshimu. Wana mchango mkubwa sana kufikia hapo kwenu mlipofikia ninyi. Kwamba kumbe wenzi wana mchango mkubwa sana. Walikuwa wanatia moyo, mnaishi kwa amani, wanawaheshimu, mnaheshimiana kule kama spouses, lakini nazungumzia mtu mume na mwanamke. Endeleeni kuonyesha heshima, shukrani na kuthamini msaada na mchango wao. Ni msingi wa utu, maadili mema na mafanikio katika maisha yenu binafsi na ya kitaaluma. Na hata neno la Mungu linasema ni amri ya 4, amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako upate heri na kuishi miaka mingi duniani. Na kwa mara nyingine tena niwapongeze sana kwa kukubaliwa na kupokelewa kuwa mawakili. Ninyi ni watu wema na mimi nawapenda sana. Mimi kama kiongozi wenu, ni mlezi wenu, ni mzazi wenu. Wazazi, sisi tunaotokana wazazi, wakati fulani wanakuwa wakali kwetu, lakini kwa nia njema tuje kuwa watu wa maana katika jamii. Responsible person in the society. Na wakati fulani tukikosea wanatuchapa viboko. Mimi leo sikuwachapa viboko vile, lakini nimewashauri maneno hayo yatawasaidia katika maisha yenu. Sisi wengine yametufikisha hapa. Tunachoshea na ninyi ni kushare uzoefu wetu na ninyi. Tunataka ninyi muendelee kuwa watu wazuri katika taifa hili, mkitumikia taifa hili kwa namna ambavyo hamtuna taifa lingine isipokuwa hili tu taifa hili, mkilinda masilahi ya haki, masilahi ya umma na masilahi ya taifa hili. Kama nilivyoeleza awali, jamii wa Tanzania ina matarajio makubwa kwenu. Nendeni mkatekeleze majukumu yenu kwa haki, usawa, uadilifu, uwezo. The capacity to deliver. That's what is so much matters about this one. Kwa upande wa mahakama, tutaendelea na jukumu letu kutoa haki kwa mujibu wa sheria mapema isapasavyo.